kwenye viwanja. Sasa nilikuwa natamani kuuliza, nyie kama custodian wa viwanja nchini, mmeona taarifa za nchi jirani kama Kenya kwenye maandalizi ya viwanja vya Chani kuna regi flood. Sasa tulikuwa natamani kupata neno la matumaini, sisi kama wana michezo, maandalizi ya viwanja kwa ajili ya Chani kwenye nchi yetu vimefikia hatua gani? Mheshimiwa Waziri. Nashukuru kwa swali zuri la Mheshimiwa Senator Festo Sanga. Na sisi kama Tanzania, maandalizi yetu ya viwanja kwa ajili ya Chan 2027 ambayo inatakiwa 2025 ambayo inatakiwa kuchezwa mwezi Agosti mwaka huu yanaendelea vizuri sana. Viwanja vyote viko katika hali nzuri, kwa sababu viwanja ambavyo vitachezewa Chan ni uwanja wa Benjamin Mkapa ambao umekamilika ukarabati wake, lakini na uwanja wa Amani Zanzibar vile vile. Lakini kuna viwanja vya mazoezi ambapo Dar es Salaam tuna viwanja vitatu, kiwanja cha shule ya sheria, kiwanja cha Jimkana na kiwanja cha Meja General Isamuyo, ambavyo vyote viko katika hatua nzuri. Hizi taarifa ambazo CAF anazitoa ni taarifa za ukaguzi wa mara kwa mara, na ziko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maeneo ambayo wanataka yafanyiwe marekebisho yanafanyiwa. Kwa hivyo naamini taarifa hii ambayo unaisema ya wenzetu Kenya imetoka kwa ajili ya kuwaelekeza nini wanatakiwa kufanya ili kuwa tayari kwa ajili ya viwanja vyao viwe tayari kwa ajili ya Chan ifikapo mwezi Agosti. Lakini sisi kama Tanzania viwanja vyetu viko tayari, hata wakitaka mashindano yachezwe mwezi ujao. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tarehe 15 mnyama yuko kwa Mkapa. Tarehe 15 mnyama yuko kwa Mkapa wakipambana na mahasimu wao Yanga. Wizara ya Afya, Mheshimiwa Mzava, Dr. Mzava. Je, lini serikali itapeleka fedha za ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya Rufaa Shinyanga? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Godwin Mollel. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2024-2025 kiasi cha shilingi bilioni 3 kimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya Rufaa ya Shinyanga. Kazi ya usanifu imefanyika na michoro imeandaliwa. Hatua iliyopo ni kutafuta mkandarasi kwa ajili ya kuanza ujenzi. Fedha za ujenzi wa jengo hilo itapelekwa kadri mkandarasi atakavyokuwa analeta madai. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Dr. Mzava. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa kuwa umesema kwamba fedha zimeshatengwa na mkandarasi mnamtafuta, ni lini atapatikana mkandarasi ili aanze kazi? Lakini swala la pili, ili hospitali ikamilike ni lazima iwe na miundombinu yote. Hospitali ya Rufaa ya Shinyanga haina maternity complex, haina pediatric ward, haina surgical ward, haina medical ward, haina laundry, haina mortuary. Sasa ni nini mpango wa serikali kuhakikisha kwamba majengo hayo yanakamilika ili kweli ikidhi vigezo vya kuwa hospitali ya rufaa? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza ni mtoe Mheshimiwa mbunge wasiwasi wa kwamba ni lini mkandarasi atakwenda site, wala asiogope. Mchakato ambao umetumika mpaka sasa, hospitali hiyo mpya nzuri ambayo sawa ina upungufu wa baadhi ya majengo lakini imeanza ikafanyika, ni mchakato huo na utawafikisha Wanashinyanga sehemu nzuri. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, ni mara moja kulingana na taratibu za manunuzi ambazo sisi wenyewe tumezipitisha hapa bungeni. Lakini swali la pili, majengo hayo mengine kwa kweli ni mchakato. Wewe unajua, wewe ulikuwepo na mimi na wabunge wenzako wakati makamu wa rais anakuja kuweka jiwe la msingi pale, na kila wakati umekuwa ukiona majengo mbalimbali na hatua mbalimbali zikifikiwa. Kwa hiyo tuwe wavumilivu, kwa sababu unajua kuna mikoa mbalimbali ujenzi unaendelea, lakini kila maendeleo ni hatua. Kwa hiyo tunaenda na hili jengo, lakini majengo mengine yote yataenda kufuatia kadri pesa zinapopatikana. Mheshimiwa Hassan. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
Habari wateja wetu wazuri wa tablet zetu Tanzania. Tumerestore tablet yetu pendwa ya KD55 yenye kioo, display inchi 8, uwezo wake ni GB 256 na RAM 8. Inatumia line 2, macho matatu pamoja na cover lake ambalo ni gumu ambalo linasaidia ili siweze kuvunjika kwa rahisi. Sasa mtoto anaweza kutumia kama simu au kuwasiliana na wewe mzazi, lakini pia inakujia na game kibao, katuni na program za kutosha kwa ajili ya yeye kuweza kujifunza. Lakini pia ina zawadi kemkem kama saa, ufutio, penseli na nyinginezo nyingi. Wahi ofa yako ambayo utaipata kwa shilingi 180,000 tu. Kwa mawasiliano tupigie nambari zetu ambazo ni 0759591123. Tunapatikana Kariakoo jijini Dar es Salaam na pia tunafanya delivery katika mikoa yote. Usijisifu wewe mzazi kuchezea vifuu, mfanye mtoto wako afurahie utoto wake.